Tunafahamu wote toka Aprili 9 mwaka 2025, siku ambayo mwenyekiti wetu wa chama taifa Tundu Lissu alikamatwa kule Mbinga, mkoa wa Ruvuma. Toka kipindi hicho sisi Bavicha na Chadema kwa ujumla tumekuwa tukipinga haya mashtaka na huu utaratibu mpya ambao umeibuka kwenye taifa letu, pola silaha pamoja na kuharibu miundombinu. Hayo ni maneno ya msemaji wa jeshi la polisi, sio maneno ya Bavicha, sio maneno ya Chadema, sio maneno ya mtu yoyote. Ni maneno yaliyosemwa na msemaji wa jeshi la polisi Tanzania. Sasa kwanza tunapaswa kuelewa mambo yafuatayo kabla sijafika mbali. Kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, sheria zinazosimamia makosa ya jinai, mwenendo wa makosa ya jinai, sheria inayowaongoza polisi, mwenye mamlaka ya kukamata mhalifu yoyote ni jeshi la polisi. Mwenye mamlaka ya kufanya upelelezi wa kesi ya jinai au wa kosa la jinai ni jeshi la polisi. Anayekusanya ushahidi kwenye taifa letu kwenye kosa lolote la jinai, kwenye tuhuma yoyote ya jinai ni jeshi la polisi. Wanaoenda kutoa mashahidi, tumeona kesi ya mwenyekiti wetu wa chama na kesi nyingine zote za ugaidi, wanaoenda kutoa ushahidi mahakamani kuhusiana na kesi mbalimbali za jinai ni jeshi la polisi. Anayejua ugaidi unafanyikaje, anayepata taarifa za kwamba kuna ugaidi ni jeshi la polisi. Kwa maneno mengine, jeshi la polisi wao ndo wanaojua kwamba kwenye taifa kwa sasa kuna ugaidi au hakuna ugaidi, kuna makosa fulani yanafanyika au hakuna makosa fulani yanayofanyika. Ni jeshi la polisi ndo wanaojua hayo. Sasa mara baada ya kauli hii sasa ya msemaji kabisa wa jeshi la polisi, imeibuka sintofahamu, na sisi tumeshitushwa, tumeshangazwa na maneno na kauli za Patrobas Katambi anayeitwa na mapolisi kwamba ni waziri wa mambo ya ndani. Tumemsikia Katambi akisema kwamba kwenye taifa letu hakuna ugaidi. Haya ni maneno ya Katambi, wakati jeshi la polisi linasema limekamata watu kwa tuhuma za ugaidi, makosa yanayotafsirika kwamba ni ugaidi. Anayeitwa waziri wa mambo ya ndani anasema kwenye taifa letu hakuna ugaidi. Na siku za karibuni yeye mwenyewe Katambi tumemsikia akiwa kule Dodoma bungeni anasema kwamba tumesitisha mikutano ya hadhara kwa sababu za kiusalama. Yaani siku chache zilizopita Katambi anasema mikutano ya hadhara imesimamishwa kwa sababu za kiusalama. Jeshi la polisi linasema limekamata Watanzania wasiopungua 130, 36 mpaka sasa, kutoka Alhamisi, Ijumaa na Jumatatu ya wiki hii wamefikishwa mahakamani kwa makosa ya ugaidi. Halafu wewe tena unajitokeza hadharani unasema kwenye taifa hili hakuna ugaidi. Na Katambi ameenda mbele zaidi, anasema ili useme ugaidi ziko elements of offense, kwamba viko viashiria, yako mambo kadhaa yanapaswa kufanya ili useme kuna kosa la ugaidi. Kwa maelezo yake Katambi anasema kitendo kimoja hakiwezi kufanya kwenye taifa ukasema kuna ugaidi kwa sababu umeona kuna kitendo kimoja kilichofanyika. Sasa uzuri ni kwamba wote sisi tunafahamu sheria na tunajua, kwa mfano Katambi akizungumza mambo yote yanayohusu sheria, bahati nzuri tupo na wengine ambao kwa kweli tumesoma sheria na sheria ni kazi yetu. Sasa ukisema elements of offense kwamba hakuna tukio moja linalofanya hakuna kitendo kimoja au hakuna jambo moja linalofanya tafsiri ya kosa la ugaidi, maana yake kumbe ili useme kuna ugaidi, maana yake ni lazima kuwe kuna elements kadhaa kwenye kosa hilo zimefanyika au zipo zinaonekana, ndio utasema kwamba kuna kosa la ugaidi. Sasa bwana Katambi, polisi wakimaliza kufanya upelelezi wa kosa lolote la jinai
wanapeleka ushahidi wao wote kwenye ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali DPP. Kazi anayoifanya DPP ni kuangalia sasa hizo elements of offense kwenye ushahidi ulioletwa na polisi. Je, hizo elements of offense zipo zote? Zinatosha kuthibitisha, ushahidi uliopo unatosha kuthibitisha kesi husika? Ukisema mtu amefanya kosa la mauaji, maana yake kabla hujamshtaki mtuhumiwa kwa kosa ya mauaji, ni lazima tendo la kuua, tendo la kuondoa uhai liwepo. Hiyo element lazima iwepo. Lazima element ya nia ya kuua iwepo. DPP akithibitisha, akijiridhisha elements hizo zipo, ndo huyu mtu anaenda kushtakiwa kwa mauaji mada. Kama hakuna hiyo element, kwa mfano ya nia ya kuua, makusudi, kwamba kitendo kile mtu akifanya makusudi, maana yake hilo kosa haliwezi kuwa mada, itakuwa manslaughter, kwa sababu manslaughter ni maana yake ni kuua bila kukusudia. Sasa kama umewashtaki watu kwa ugaidi mahakamani, kwa maneno mengine, mwendesha mashtaka mkuu wa serikali angekuwa yeye anajiandikia hukumu, maana yake wale watu angethibitisha, maana yake angeandika hukumu ya kwamba wamefanya kosa la ugaidi, kwa sababu yeye kajiridhisha. Mwendesha mashtaka mkuu wa serikali DPP hampeleki mtu mahakamani kama yeye hajajiridhisha kwamba elements zinazotengeneza kosa husika zipo. Kama hatajiridhisha, hawezi kupeleka mahakamani kwa kosa hilo. Na ukisema kwamba hakuna ugaidi, sijui anazungumzia sheria za wapi. Ukisoma kifungu cha 228 cha mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 10 kinazungumza kitu kinaitwa pre-taking. Kwenye sheria kuna kitu tunaita pre-taking. Pre-taking maana yake ni kwamba mtuhumiwa akishafikishwa mahakamani kwenye kosa lolote la jinai, jambo la kwanza linalofanyika mahakamani ni mtuhumiwa yule kusomewa mashtaka na hakimu. Ukishasomewa mashtaka na waendesha mashtaka wa serikali, hakimu anakuuliza kwamba hicho unachotuhumiwa nacho, hicho ulichosomewa ni kweli au sio kweli. Ndio maana kuna aina mbili za plea, kwa maana ya either ukubali kosa au usikubali kosa, plea of guilt and plea of not guilty. Mtuhumiwa akisomewa shtaka, yani kwa mfano Tundu Lissu, mwenyekiti wetu wa chama taifa, aliposomewa makosa ya ugaidi, angesema nakubali, kweli, ni kweli nimefanya hilo kosa, maana yake mahakama isingejihangaisha kwenda kuanza kupokea ushahidi na utetezi. Ambacho ingekifanya mahakama, ingemtia hatiani kwa kosa la ugaidi. Ingesema wewe nenda kanyongwe kwa kutenda kosa la ugaidi. Hata hawa vijana tunaosema wameshtakiwa kwa makosa ya ugaidi, waliposomewa mashtaka yao, Mwalimu Kaijage aliposomewa shtaka la ugaidi, yule mwalimu wa chuo kikuu cha UDOM, vijana wa Chaso Mbeya, viongozi wa Chadema Shinyanga, wakina Jackson Mnyawame, viongozi wa Chaso Mbeya Mwanza, waliposhtakiwa kwa makosa ya ugaidi, wangekubali mashtaka yale, maana yake mahakama ingewatia hatiani. Ukikubali kosa uliloshtakiwa nalo mahakamani, maana yake mahakama inakuconvict na kinachofuata ni kukusentence, kukupa adhabu ya kosa ulilolifanya. Sasa unaposema kwamba Tanzania hakuna ugaidi, wakati kuna Watanzania wanaoshtakiwa kwa makosa ya ugaidi, makosa ambayo DPP na mapolisi wanapeleka ushahidi wa kwamba watu wao wamefanya makosa ya ugaidi, wakikutwa na hatia kwa makosa hayo, au watu wao wangekubali makosa hayo, wangehukumiwa na kupewa adhabu ya ugaidi, unaanzaje kusema hakuna ugaidi kwenye taifa letu? Sisi tulipokuwa tunasema hakuna ugaidi, tulifahamu. Tulipokuwa tunasema hawa vijana wa Chaso sio magaidi, tulifahamu, kwa sababu makosa hayo ni ya uongo, nimewasingizia hawa vijana. Leo unayeitwa waziri wa mambo ya ndani unajitokeza hadharani unasema kwamba kwenye taifa hili hakuna ugaidi. Sasa kama hakuna ugaidi, hao walioko magerezani, hao walioko jela sasa hivi, hao wanaoshtakiwa kwa makosa ya ugaidi, kwa nini mmewashtaki kwa ugaidi? Kama wako watu tena wapo kwenye ofisi za umma, wengine wanajiita mawaziri, wanawashtaki watu kwa ugaidi. Unawashtaki Watanzania kwa ugaidi, unawashtaki vijana wadogo wenye miaka 20 kwa ugaidi, halafu leo waziri unajitokeza, wewe unaitwa waziri, unajitokeza hadharani unasema kwenye taifa hili hakuna ugaidi. Hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wako watu magerezani, wamesingiziwa, wanaonewa, wameshtakiwa kwa makosa ambayo ni ya uongo. Ndio tafsiri yake.
Sasa kutokana na mkanganyiko huo kuna mambo yameibuka wakati sisi tunawaambia kwamba kuna athari za kuwatuhumu watu kwa ugaidi. Wao walikuwa hawatuelewi, wao walikuwa wanafikiri tu ni Chadema inafanya tu siasa za kawaida. Sasa sisi ni lazima tuwakumbushe athari za huu utaratibu, huu mkakati, hii tabia ya kumbambikizia mtu yoyote. Kuna siku nilisema huu utaratibu wa kugawa ugaidi haungi mkono Tanzania kuwa mwenyeji wa mashindano ya mpira wa miguu, mashindano ya AFCON. Kama kuna mwanasiasa haungi mkono AFCON, haungi mkono michezo, akae kimya, asizungumze lolote, aachane na michezo. Sasa mimi binafsi sijui Haji Manara amesema haya kwa sababu ya kuto kujua, amesema kwa sababu hafahamu, au amesema kwa sababu ni propaganda, kwa sababu Haji Manara ni mwana CCM. Haji Manara ni diwani haramu wa kata ya Kariakoo. Amejificha kwenye kichaka cha usemaji wa timu ya taifa, lakini sisi tunafahamu Haji Manara ni mwanasiasa. Kwa hiyo akiwa anasema wanasiasa wakae kimya, wanyamaze, waachane na michezo, yani sisi wengine tunafahamu Haji Manara kwamba wewe ni mwana CCM. Sasa kwa vile umetugusa wanasiasa, na sisi tutakujibu kwa sababu hayo uliyoyasema, nafikiri kuna mambo uelewa wako ni mdogo sana, ikiwemo masuala yanayohusu sheria, masuala yanayohusu taratibu na kanuni za uendeshwaji wa michezo duniani, kwa maana ya sheria na taratibu za FIFA, za kafu. Na sisi ambao pengine tunafahamu haya mambo, ni lazima tukutahadharishe na ni lazima tukwambie, acha kutumia jukwaa la michezo, acha kutumia usemaji wa timu ya taifa ukiwa umejificha kwenye utambulisho huo, halafu unafanya kazi za CCM. Sasa tumkumbushe Haji Manara mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ukisoma katiba ya FIFA, katiba ya FIFA toleo la jui, hata hicho ambacho wanasiasa wanakisema ni nini, kina mahusiano gani na michezo, kina mahusiano gani na uhai wa watu, haelewi FIFA inasema nini kuhusu hicho ambacho tena sisi wanasiasa wa Chadema tumekuwa tukikisema kuhusiana na haki za binadamu, na ambacho tumekuwa tukikisema tutawaambia FIFA, au tumewaambia FIFA, tumewaambia kafu. Haelewi Haji Manara. Sasa leo tumeona tuje na sisi tuzungumze na Watanzania, iwe kwa manufaa ya Haji Manara na kwa manufaa ya Watanzania wote, kwamba ni lazima taifa letu linapaswa kuendeshwa vipi na mambo ya kisiasa yanaweza kuathiri kwa kiwango gani michezo. Watu hawafahamu kutokana na hii katiba ya FIFA inachokisema kuhusiana na haki za binadamu. Watu hawafahamu kwamba FIFA na CAF inapopeleka mashindano kwenye eneo lolote huwa wanafanya tathmini za mambo mbalimbali ambazo zinawafanya wao waamue kwamba sasa tupeleke michezo hii ya mpira wa miguu kwenye nchi fulani. Miongoni mwa tathmini ambazo Haji Manara unapaswa kuzifahamu, FIFA huwa wanazifanya na CAF wanazifanya, kwa sababu principles, kanuni ambazo zimewekwa na FIFA, kanuni hizo zinalazimika kufuatwa na wanachama wa FIFA. Hauangaliwi tu ndani ya uwanja. Usalama wa wachezaji na mashabiki unaangaliwa ndani ya uwanja, nje ya uwanja, na maeneo yote ambayo wachezaji hao watakuwepo. Ukileta mashindano Tanzania, maana yake FIFA inafanya assessment, inafanya tathmini, CAF inafanya tathmini kwamba hizi timu za taifa tukizipeleka Sudani, tukizipeleka Kongo, je, usalama wa wachezaji kwenye hoteli za Kongo utakuweje? FIFA wanafanya tathmini hiyo. FIFA wanafanya tathmini ya hatari kutoka mamlaka husika. Yani FIFA wanajiuliza mamlaka husika kwenye nchi fulani zinasemaje kuhusu masuala ya usalama. Sasa kwenye taifa letu, mamlaka husika kwenye taifa hili, mamlaka yenye chombo chenye mamlaka ya kulinda raia, wawe wa kigeni, wawe raia wa ndani, ni jeshi la polisi. Msemaji wa jeshi la polisi amesema
wamewakamata Watanzania wasiopungua 130 kwa tuhuma za ugaidi. Jeshi la polisi ndio limesema hivyo. Kwa FIFA wakati wanafanya tathmini, shirikisho la soka Afrika wakiwa wanafanya tathmini, inaangalia ripoti za mamlaka husika kwenye taifa zimesemaje. Sisi jeshi letu la polisi limeshasema aliyetangaza Tanzania kuna ugaidi sio Chadema, sio Heche, sio wanasiasa. Waliosema Tanzania kuna ugaidi ni jeshi la polisi. Msemaji wa jeshi la polisi amesema hati za mashtaka zinazungumza kwamba kuna watu wamefanya wana tuhuma za ugaidi kwenye taifa hili. Kwa hiyo hauhitaji Chadema kuambia FIFA, hahitaji Chadema kuambia CAF, shirikisho la soka Afrika, kwamba Tanzania kuna ugaidi. Jeshi la polisi, CAF wanafuatilia wenyewe. Hizo taarifa wanazo, wameziona, zimeripotiwa kwenye vyombo vya habari. CAF na FIFA wanafanya tathmini ya uadilifu wa mashindano. Kabla tujakuletea wewe mashindano, tunaangalia uadilifu wako wewe mwenyeji unayeandaa na kadhalika. Kama tumesema, katiba ya FIFA inasema ibara ya 5, lengo ni kukuza mahusiano ya kirafiki. FIFA wanafanya tathmini, nikikuletea wewe mashindano, hayo mashindano nchini kwako tutakuja kweli kukuza urafiki, au mchezaji wa nchi fulani atakumbwa na la kukumbwa baadaye, badala ya nchi kukuza mahusiano na taifa lingine, akija kudhurika mwanamichezo kwenye taifa lako, maana yake hakuna urafiki wote mliokuza, hamna mahusiano mliokuza. Unaenda kuzaliwa ugomvi, unaenda kuzaliwa uadui kwa sababu tu ya nchi fulani ilileta wachezaji wake, ilileta timu yake ya taifa na wamedhurika nchini kwake. Sasa Haji Manara na mtu mwingine wanapaswa kuelewa kwamba ukitaka kujua FIFA na CAF wanafanyaje kazi, nenda kawaulize Afrika ya Kusini, nenda kaliulize shirikisho la soka Afrika Kusini, South Africa Football Association. Nenda kawaulize, wao wanajua vizuri athari za hizo unazoziita siasa zinavyoweza kuathiri michezo. Mwaka 1957 wakati shirikisho la soka Afrika linaanzishwa kwa maana ya CAF, mwaka 57, nchi 4 za kwanza, wanachama wa kwanza wa 4 wa shirikisho hilo la shirikisho la soka Afrika, wanachama wa kwanza wa 4 alikuwa ni Misri, Sudani, Ethiopia na Afrika ya Kusini. Ndo wanachama wa kwanza kabisa. Na mwaka huo mwaka 1957 CAF iliwakatalia Afrika ya Kusini kwenda kushiriki kwenye mashindano ya Afrika AFCON ya baada ya mwaka 1957. CAF iliwazuia Afrika ya Kusini kushiriki mashindano hayo kwa sababu ya sera zao za ubaguzi wa rangi. South Africa walisema, sisi hatutaweza kuleta timu ya taifa kwenye mashindano ya Afrika ambayo itakuwa ina wachezaji weusi na wazungu wamechanganyikana. Hatutaweza. Sisi tutaleta wachezaji timu ya taifa tutaleta ya wazungu, watu weupe, ngozi nyeupe. Hatutaweza kuchanganya na watu weusi. CAF ikawaambia, kanuni za FIFA, utaratibu wetu kwenye michezo, tunalinda haki za binadamu, tunapinga ubaguzi wa rangi. Hamtashiriki mashindano ya Afrika kwa sababu ya sera zenu za ubaguzi. Shirikisho la soka Afrika Kusini likasema, sisi basi tutaleta timu za taifa 2, ya weusi na ya wazungu. CAF ikawakatalia, ikasema timu ya taifa ni moja, hakuwezi kuwa na timu za taifa 2, licha ya Afrika Kusini kuwa ni miongoni mwa memba wa kwanza kabisa, nchi 4 za kwanza kufanya kuwa wanachama wa chama cha mpira wa Afrika, wa shirikisho la mpira Afrika. Lakini CAF iliwakatalia Afrika Kusini, iliwasimamisha kuwa memba wa shirikisho la soka Afrika Kusini kuanzia mwaka 57. Mwaka 60 iliwasimamisha. Mwaka 61 FIFA iliwaondoa. Baadaye mwaka 64
wakataka kuwarudisha mwaka 76 wakawaondoa tena kabisa FIFA, wakawaondoa na CAF wakawaondoa Afrika Kusini kwa sababu ya sera zao za ubaguzi wa rangi. Baadaye mwaka 1992 ndo wakawarudisha Afrika ya Kusini. Sasa Afrika ya Kusini waliondolewa kama memba wa CAF kwa sababu tu ya ubaguzi wa rangi. Sisi Tanzania, jeshi la polisi linasema wako vijana wanafanya ugaidi, wanawatuhumu kwa tuhuma za ugaidi. Sasa kama CAF ilichukua hatua dhidi ya ubaguzi wa rangi tu, je, haya mnayosema ya ugaidi? Na ibara ya 3 ya katiba ya FIFA inasema, FIFA Statutes haisemi tu ubaguzi wa rangi, inasema haki za binadamu. Haki za binadamu ni pamoja na ubaguzi wa haki za siasa, ubaguzi wa kikabila. FIFA itakuchukulia hatua sio tu ukibagua rangi, hata ukibagua kabila, hata ukisema sisi timu yetu, ukiwabagua watu kisiasa, ukisema kwamba mchezaji ambaye ni mwanachama wa Chadema au ni mpenzi wa Chadema hatacheza, hata kuwa hata ruhusiwa kucheza kwenye timu ya taifa au kwenye kilabu chochote, FIFA itakuchukulia hatua. Kwa hiyo kama unataka kujua athari za migogoro ya kisiasa, athari za hali ya kiusalama kwenye taifa, Haji Manara, nenda kawaulize Yugoslavia, watakwambia. Nenda kawaulize Russia, nenda kawaulize Urusi walipovamia Ukraine mwaka 2022. FIFA na UEFA zilisimamisha timu za Urusi kushiriki mashindano ya kimataifa. Nenda kawaulize, utajua athari za siasa. Nenda kawaulize Mali walipokuwa na misukosuko ya kisiasa. CAF walisema tunatathmini upya uwezo wa nchi hii kuwa mwenyeji wa baadhi ya mechi. Fanya utafiti uone hali ya usalama kwenye taifa fulani inavyoweza kuathiri michezo. Kawaulize Syria, kawaulize Iraki, kawaulize Afghanistan ya Jimanala, kawaulize Ethiopia, kawaulize Libya na Sudani, namna ambavyo kuna nyakati walikuwa wanalazimika kuhamisha michezo yao isichezeke ndani ya nchi. Libya na Sudani, mechi za timu za taifa zilikuwa zinapelekwa Misri, zinapelekwa Morocco, zinapelekwa Tunisia, zisichezwe ndani ya nchi yao kwa sababu ya matishio ya usalama. Hivyo basi ni lazima tukubaliane kama taifa kwamba vita, migogoro ya kisiasa, masuala ya ukosefu wa usalama, migogoro ya ndani ya nchi ni mambo yanayoweza kuathiri michezo. Sisi Chadema tunaposema kwamba jamani, hii habari ya kutuhumu vijana wadogo, vijana wachaso, vijana wana miaka 20, kuwatuhumu kwa makosa ya ugaidi, hii habari ya kumsingizia mwenyekiti wetu wa chama ugaidi, mambo haya polisi mkiwa mnasema, msifikiri ni mambo ambayo tu yataisha tu kama yalivyo. Ni mambo ambayo yatakuwa na athari kwa taifa, ni mambo yatalichafua taifa. Haji Manara, unasimama unasema wanasiasa kaeni kimya. Kwanza hayo mamlaka ya kusema wanasiasa wakae kimya umeyatoa wapi? Yaani wewe una mamlaka ya kutuambia wanachadema kwamba tukae kimya? Haji Manara, hayo mamlaka unayo? Kwanza ukiwaambia wanasiasa wakae kimya, maana yake unachokisema ni kwamba hizi kauli hazina nia njema. Hizi kauli kwa maneno mengine zinawaalika CAF, zinawaalika FIFA kwamba kuna mtu anajiita msemaji wa timu za taifa Tanzania, mwanamichezo, anawaambia wanasiasa wa Tanzania wakae kimya dhidi ya mambo ya michezo. Kwani hasa hao wanasiasa wa Tanzania wanafanya nini? Wamefanya nini? Wamesema juu ya nini? Kwa maneno mengine, Haji Manara na TFF ni lazima mjue kwamba mkidhani mtu kama huyo anawatetea au mtu kama huyo anafanya utetezi wa michezo, kwa maneno mengine, mtu wa aina hiyo anawaalika vyama vya soka Afrika na duniani vije vichunguze au viangalie Tanzania nini kinachoendelea. Binafsi ningemuelewa sana Haji Manara angejitokeza hadharani akasema kama ambavyo polisi wamesema, angalau ningemuelewa, angepita njia hiyo.
angejitokeza akasema Watanzania na vijana wa Tanzania, hivi vitendo vya ugaidi ambavyo polisi wanasema vinafanyika kwenye taifa letu, angekemea, angesema nyie vijana wa Kitanzania, acheni mambo ya ugaidi, acheni vitendo vya kuharibu hali ya usalama wa nchi yetu. Angesema hivyo, angalau ningemuelewa. Ya michezo yatafanyika, maana yake tutakuwa tuna confidence ya FIFA, tutakuwa na confidence ya kafu kama kutakuwa kuna usalama kwenye taifa letu. Lakini yeye hajataka kukemea chochote kuhusiana na masuala ya usalama. Yeye amekuja tu hadharani anatuambia kama huungi michezo mwanasiasa, kaa kimya. Kama huungi utaki AFCON ije ifanyike Tanzania, kaa kimya. Hii inatupa tafsiri ya kwamba hicho anachokifanya ni propaganda. Anafanya kazi ya CCM. Anajificha kwamba yeye ni msemaji wa timu za taifa, lakini hataki kusema uhalisia wa mambo. Nimezisikiliza dakika 40 zote alizozungumza. Kwenye dakika 40 zote alizozizungumza Haji Manara, nimemsikia anatamka neno political will kwa Kiingereza na kwa Kiswahili, utashi wa kisiasa. Nimemsikiliza analitamka karibu hata mara 20. Political will. Serikali hii ina political will ya kuendeleza michezo, ina utashi wa kisiasa. Sasa wewe unazungumzia utashi wa kisiasa, kwamba serikali ina utashi wa kisiasa, halafu unataka wanasiasa tukae kimya? Kwa vile umeamua kuzungumza kwamba serikali ina utashi wa kisiasa kuendeleza michezo, sisi wanasiasa tutakujibu kwamba ni kwa namna gani serikali hii haina hata huo utashi wa kisiasa wa kuendeleza michezo. Sisi ni lazima tukujibu. Huwezi kuzungumzia utashi wa kisiasa wa serikali kwenye kuendeleza michezo, halafu sisi wanasiasa tunyamaze. Kwenye presi yake yote Haji anazungumza serikali iko karibu na michezo, serikali inatoa pesa, serikali inagharamia timu za taifa. Vyama vya michezo vya Tanzania haviwezi kupeleka wana michezo Scotland, haviwezi kupeleka wana michezo Morocco. Serikali imetoa ndege, serikali imetoa. Muda wote wa presi Haji Manara unazungumza, utadhani wewe ni msemaji wa serikali, sio msemaji wa timu za taifa. Sasa mwachie hayo mambo ya serikali imefanya nini kwenye michezo, mwachie msemaji wa serikali kama yupo, mwachie huyo mtu ndo azungumze hayo mambo, na sisi wanasiasa tutamjibu. Sasa kama umemwacha wewe, umejivika majukumu ya mtu mwingine unayasema, sisi tutakujibu. Sisi tutakujibu, yani ni lazima tukujibu, kwa sababu unafanya kazi ambayo sio kazi yako, na unafanya kazi ya siasa kwa kivuli cha mambo ya CCM, kwa kivuli cha kwamba wewe ni msemaji wa timu za taifa. Na umeenda mbali zaidi, unasema FIFA na CAF hawadili na siasa, hawajui mambo ya CCM, hawajui mambo ya siasa. Ni kweli FIFA na CAF hawadili na mambo ya siasa, lakini wanadili na haki za binadamu. Unapaswa kutambua, kukiwa mahali kuna uvunjifu wa haki za binadamu, lazima watachukua hatua dhidi ya hiyo michezo. Na unapaswa kuelewa kwamba uvunjifu wa haki za binadamu unaweza kuathiri hiyo michezo. Nimekutolea mfano wa nchi ambazo ziliathirika na uvunjifu wa haki za binadamu kwenye mataifa yao ukaathiri michezo. Na Manara nenda kasome, fuatilia msimamo wa mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS. Nenda ukasome maamuzi mbalimbali ya CAS kuhusiana na uvunjifu wa haki za binadamu. CAS inasema nini kuhusiana na mataifa ambayo yatakuwa na uvunjifu wa binadamu, na FIFA au CAF kwenda kupeleka mashindano yake yoyote kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo kuna muda mkiwa mnazungumza mambo yanayohusu michezo, msidhani kwamba wewe Haji Manara ndo unayejua kila kitu kuhusu michezo na mpira kwenye taifa hili. Wako Watanzania wengi wanafahamu mambo haya, wanayafuatilia na wanajua, kwa sababu mambo haya ni mambo yako kisheria, yako kiutaratibu, na sisi wengine pia tunafuatilia, tunafahamu. Sasa huyu anayejiita msemaji wa timu za taifa anapaswa kuelewa hilo jambo. Lakini jambo lingine, kwanza mimi nashangaa, hivi mtu anayeitwa msemaji wa timu za taifa na wana michezo wote, wadau wa michezo kwenye taifa hili, ni lazima wajue kwamba hivi ni nchi gani wamewahi kuwa na mtu anaitwa msemaji wa timu za taifa. Huu utaratibu wa kuwa na wasemaji wa michezo, msemaji wa timu za taifa, huu ni utaratibu umetokea wapi? Terms of reference za msemaji wa timu ya taifa, hivi kazi yake haswa ni nini?
anataka kusema nini, anatakiwa kusema nini, anatakiwa kuishia wapi, ili tuachivu jambo gani? Ndiyo maana sasa tunakuwa na mtu anayejiita msemaji wa timu za taifa anatumia cheo hicho kufanya siasa, kukisifia chama chake. Huu utamaduni wa wasemaji wa timu za taifa, na nitumie fursa hii kuambia wadau wa michezo mbalimbali, huu utamaduni wetu kwenye taifa letu wa kuwafanya watu wanaoitwa wasemaji, sio tu wa timu za taifa, wasemaji wa virabu, tunawaweka mbele. Siku hizi kwenye taifa letu tunawaweka wasemaji, yani wasemaji tunadhani ni taasisi au ni mtu muhimu sana kuliko hata wachezaji. Tumekuwa na taifa ambalo wasemaji wa virabu ni maarufu kuliko wachezaji, ni maarufu kuliko makocha. Hivi umewahi kumsikia Watanzania wanapenda mpira, wanafuatilia sana mpira wa Ulaya. Ukimuuliza shabiki wa Arsenal imekuwa ni mabingwa wa Uingereza msimu ulioisha, msemaji wa Arsenal ni nani? Msemaji wa Manchester ni nani? Msemaji wa Barcelona ni nani? Kuwa na msemaji bora halafu ukawa hujasajili wachezaji wazuri haitakusaidia chochote. Mimi ukiniambia, kwa maoni yangu, naweza nikasema pengine msemaji wa Simba kwamba pengine ni msemaji bora kuliko wasemaji wote Tanzania, lakini ameisaidia nini Simba kwa miaka 5 iliyopita? Simba imekuwa bingwa wa Tanzania, ligi ya ndani. Simba imekuwa bingwa kwa vile ina msemaji mzuri. Kuwa na msemaji mzuri kama hatuna sera bora za michezo kwenye taifa letu haitasaidia yoyote chochote. Kuwa na msemaji mzuri kama hatuna sheria za hatuna sera bora za soka la vijana, kama hatujawekeza kwenye soka la vijana, hawa watu wanaoitwa wasemaji wataendelea kuwa ni propaganda tu kwenye taifa letu. Tupo kwenye taifa ambalo hatujawekeza kwenye sports academy, kwa sababu ili usaidie mtu kusema kwamba imetolewa ndege, timu za taifa zimepandishwa ndege, kusema kuna goli la mama, hiyo haitasaidia chochote kwenye mpira wa taifa hili kama hatutafanya mabadiliko ya kisera na kimfumo kwenye mpira wa taifa hili. Mataifa yote yaliyoendelea kwenye mpira yamewekeza kwenye soka la vijana. Wewe unajiita msemaji wa timu za taifa, badala uzungumzie uwekezaji wa hiyo inayoitwa serikali kwenye michezo ni upi, au serikali imefanya nini jambo linalohusu mifumo na sera za michezo. Tunayo nchi ambayo imeshindwa hata kuwa na utaratibu bora wa kutengeneza shule na vyuo vya kufundisha marefali. Leo Tanzania inaagiza marefali Misri wakuja kuchezesha mechi ya Simba na Yanga. Yaani katika Watanzania milioni 60 tumekosa Mtanzania mmoja tu au 3, 4, 5 wa kuchezesha mechi ya Simba na Yanga. Tumeenda kuchukua refa Misri. Halafu sisi huku kwenye siasa tukisema hatutaki maridhiano, tunahitaji tuwe na neutral neutral person, neutral party, tuwe na mtu neutral aidha kutoka SADC au kutoka Umoja wa Mataifa aje ndo asimamia hayo maridhiano. Mnasema Watanzania tunajiweza, lakini kwenye marefali hamna hata Mtanzania mmoja anayeweza kuchezesha mechi ya Simba na Yanga. Mnalalamika kwamba wataionea timu nyingine. Sasa haya mambo haya ya kujificha kwenye vichaka vya wewe kuwa msemaji wa michezo, vichaka vya kujificha kwa wasemaji, huu ni uongo. Hatutaweza kulisaidia taifa kwenye michezo, na hatutaweza kulisaidia taifa kwa usalama wa nchi yetu. Hatutaweza kusaidia kwa kuwa na watu wa aina hii kama wakina Haji Manara, na watu hawa ndio watu ambao watasababisha. By the way, mtu ambaye anapaswa kupingwa, mtu anayepaswa kukemewa ni watu wa aina hii, kwa sababu wao wanataka kuidanganya dunia kwamba Tanzania kila kitu ni shwari, hakuna tatizo lolote, hakuna kitu chochote, wakati ziko familia watoto wao wako magerezani kwa sababu ya ugaidi. Wewe Haji Manara, pengine unasema unayoyasema na unasema Chadema inyamaze kwa sababu pengine wewe huna ndugu yako ambaye yuko jela kwa sasa kwa sababu ya makosa ya ugaidi. Huyo alioko, vijana wa Chaso walioko gerezani kwa makosa ya ugaidi, angekuwa ni mwanao Noha Mwalwange, mwanafunzi wa Musi, miaka 23, angekuwa ni mwanao yuko gerezani kwa kosa la ugaidi,
Ungesema wanasiasa wanyamaze, ungesema hivyo Haji Manara? Sasa sisi tunamfahamu Haji Manara ni mwana CCM, anatumia hivi hichi kichaka cha kwamba yeye ni msemaji wa timu za taifa na nini. Kile ni kinyago alichokivaa Haji Manara kwamba yeye ni msemaji wa timu za taifa. Hicho ni kinyago. Ndio maana kwenye hotuba yake kuanzia mwanzo mpaka mwisho, serikali 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 serikali, rais, utashi wa kisiasa. Na ukijua hayo ameyasema jana tu. Leo ukienda kwenye peji yake ameweka tangazo utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, ameweka na nguo zake za CCM, anaenda kwenye ziara za Chama cha Mapinduzi. Yaani jana anatuambia wanasiasa tunyamaze, tukae kimya. Leo yeye kesharudi kwenye akili yake sasa. Yaani yule ndo yeye sasa. Huo mgogoro wa maslahi ulionao wewe wa kuwa mwana CCM alafu kuja kuambia wanasiasa wanyamaze, huo ni mgogoro. Sisi hatuwezi kukusikiliza. Huna hiyo moral authority ya kuwashawishi ya kuwashauri wanasiasa. Wewe ushauri wako tumeukataa, hatutaki, hatuusikilizi. Na watu wa aina yako wataipeleka michezo kwenye taifa letu kubaya sana, kubaya sana. Na sisi ni lazima Haji Manara na watu wa aina yake ni lazima tuwakemee. Kosa letu sisi ni nini? Kwamba kama eti wewe ni baba, una mtoto pale nyumbani kwako, ukasema mimi namuua mwanangu kwa sababu ni mwanangu namuua. Dunia haitakubali. Dunia haitakubali hata kama ni mwanao, kama kuna uvunjifu wa haki za binadamu. Na sisi Chadema hatutanyamaza. Jambo lolote linalohusu uvunjifu wa haki za binadamu tutalisema. Sio tu kuambia FIFA, tutawaambia FIFA, tutawaambia CAF. Yoyote ambaye tunaamini atashiriki kuhakikisha kuwaambia hawa watawala wanaowaonea watu, wanaowaonea vijana wa Tanzania, wanaowaonea vijana wa Chaso, yoyote ambaye tutaamini anaweza kutusaidia katika mapambano haya, sisi tutamshtakia. Ukisikia uonevu unaupinga na unamshtakia yoyote unayedhani atakuwa ni sehemu ya kuyaadress mambo haya. Kwa hiyo hakuna mtu yoyote ambaye anaweza akaturudisha nyuma kwenye msimamo wetu huu na kuielezea dunia kuhusiana na nini kinachoendelea Tanzania. Na tunaendelea kutoa wito kwa Watanzania wote tupinge huu utamaduni na huu utaratibu wa kuwasingizia Watanzania wenzetu, vijana wadogo, tunatengeneza chuki kwenye taifa, kuwashtaki watu kwa makosa ya ugaidi. Kwa hiyo baraza la vijana wa Chadema tutoe wito kwa Watanzania wote, kwa wadau mbalimbali, vyama, chama cha shirikisho la soka la mpira wa miguu Tanzania, kwamba kwa pamoja tushirikiane kupinga na kukemea huu utaratibu ulioanza kumea kwenye taifa letu wa kusingizia watu makosa ya ugaidi, wa kuhubiri ugaidi na wa kuona tu mtu yoyote anaweza akasingiziwa ugaidi. Na kwa maneno mengine, tunachokifanya Chadema, tunachokifanya wanasiasa ni kutaka kusaidia michezo, kwa sababu mambo haya ya kwamba Tanzania kuna ugaidi, hata kama Chadema tusiposema, hata tukinyamaza, FIFA wana namna yao, CAF wana namna yao kutafiti, kufanya tathmini na kuangalia nini kinaendelea. Kwa mtajidanganya mkidhani Chadema wakinyamaza FIFA na CAF hawataweza kuchukua hatua. Na watu aina ya Haji Manara wakituchokonoa watatukuta, tutawajibu na tutaelezea mambo haya. Hatutakubali propaganda zao waseme mambo haya wanayoyasema, alafu sisi tukanyamaza. Na mimi pia ni declare to interest. Watu kama wakina Haji Manara wasidhani wao ndio wanaojua soka kuliko mtu yoyote huku kwenye nchi. Mimi ni declare interest. Mimi ni mwanasheria na miongoni mwa eneo ambalo linanipa ugali wangu ni pamoja na michezo. Mimi nafanya kazi na wachezaji mbalimbali, nasimamia mikataba yao kwenye taifa hili. Sasa ukianza kusema kuhusu michezo, yani wote sisi ni wadau wa michezo, wote tunapenda michezo. Mimi nimesomeshwa na mpira wa miguu, mimi ni mnufaika wa mpira wa miguu. Kwenye hili taifa ziko shule chache sana Tanzania ambazo zinawasomesha talent. Uwezo wa mtoto kucheza mpira unamsomesha, unamlipia ada. Sasa hiyo itakuwa ni mada ya siku nyingine. Mimi ni miongoni mwa Watanzania wachache ambao nimesoma form 1 mpaka form 6 nikiwa mnufaika wa kipaji wa kucheza mpira. Baadaye nilikuja kuachana na mambo ya mpira kwa sababu
niliona namna ya mifumo yetu ya nchi yetu na namna ambavyo maslahi ya wachezaji yakoje. Hiyo ni mada ya siku nyingine, nikaamua kufuata njia nyingine. Kwa hiyo Haji Manara, usidhani wewe ni Mtanzania pekee unaweza kutuhubiria mambo ya mpira na michezo alafu sisi wengine tukanyamaza tukakusikiliza. Mara baada ya kusema hayo, na washukuruni sana kwa kunisikiliza. Kama kutakuwa na maswali labda nafikiri tutayapokea. Asanteni sana. Asante sana mwenyekiti kwa tafakari nzuri hiyo ambayo ninaamini Watanzania wote wameielewa, ikiwa ni pamoja na wale wenye mchango mdogo sana kwa taifa kama ndugu Haji Manara ambaye yeye anakiri kwamba pamoja na kwamba taifa lipo katikati ya msiba, ila hatupaswi kulia kwa sauti mpaka majirani wakafikia. Sasa msiba haujawahi kuwa jambo la kificho. Kama ambavyo tuliwaeleza awali, ndugu waandishi wa habari, tutakuwa na wasaa wa kupokea maswali kutokana na kile ambacho kimezungumzwa na mwenyekiti. Basi nitoe nafasi hii kipekee, ikiwa kuna mtu ana swali ninamkaribisha. Asante. Basi kama hakuna swali, naomba pia tu nitumie fursa hii kuendelea kuwaalika vijana wote wa Chadema na wale ambao sio wa Chadema kwenye kongamano letu la siku ya vijana duniani tarehe 12 mwezi wa 8 Dodoma. Baviche tumeandaa kongamano kubwa kabisa, kongamano la siku ya vijana duniani. Tutakutana na vijana kutoka maeneo mbalimbali Tanzania nzima kuja kujadili na kuzungumza changamoto mbalimbali zinazowakumba vijana na namna ambavyo tunaweza tukazitatua changamoto hizo. Na kauli mbiu kwenye siku hii ya vijana mwaka huu tumesema kijana na katiba. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo tutayazungumza siku hiyo ni upi unapaswa kuwa ni wajibu wa vijana na nafasi yetu kama vijana katika mapambano haya ambayo tumeambiwa na watu wa makundi tofauti tofauti kwamba tunapaswa kupigania katiba mpya kwenye taifa letu. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwakaribisha vijana, waandishi wa habari na Watanzania wote kabisa Dodoma siku ya tarehe 12 mwezi wa 8. Mje mjionee ukubwa wa vijana wa Chadema, ukubwa wa Chadema na ukubwa wa vijana ambao wanadai mageuzi na mabadiliko kwa taifa letu. Asanteni sana na Mungu awabariki sana.